Amani ya Mwenyezi Mungu pamoja nawe msikilizaji. Karibu kusikiliza uchambuzi wetu wa habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Uchambuzi ambao unajumuishwa na ukurasa wa habari muhimu, ripoti za ripota wetu kutoka kona mbalimbali, ukurasa wa habari za michezo pamoja na habari za kitaifa na zile za kimataifa. Msomaji wako Bukuru Tantine Aldama, fundi mitambo Safari Alimasi. Karibu kuambatana nami mwanzo hadi tamati. Nasema karibu. Kabla ya uchambuzi wetu wa habari, namkaribisha hapa Jean Ekala Jaden kwa usomaji wa habari muhimu. Karibu Jean. Naam, mwenzangu Bukuru Tantine Aldama. Na kwenye habari muhimu tuanzie kabisa na hapa Baraka, ambako ni vema uongozi wa mji wa Baraka na vitengo vyake vya usalama kuzidisha mbinu za ulinzi wa raia. Ndivyo amesema hayo mwananchi Bunguke Masasi Lebon akiwa mbele ya redio yako. Wengineko ni kwamba muungano wa waandishi habari tarafani Fizi na mji wa Baraka RFI kwa ufupi, kupitia kiongozi wake umeomba kwa waandishi habari wa eneo hili kuheshimu kanuni na sheria za nchi na za upashaji habari wakati wa uwajibikaji wa kazi zao. Na kwenye habari ya kimataifa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Angola zimesahini makubaliano ya kuanzisha tume ya pamoja ya ulinzi na usalama. Makubaliano hayo yamejiri wakati wa mkutano wa wakuu wa nchi uliofanyika huko Addis Ababa nchini Ethiopia. Asante sana Jean Ekala Jaden kwa usomaji wako huo wa habari muhimu. Na sasa tunaingia kwenye uchambuzi wetu wa habari, tukianzia katika mji wa Baraka. Baadhi ya raia wa mji wa Baraka wametaja kupongeza uongozi wa mji huu kuendesha mara tena kazi za ujenzi wa mifereji kupitia taxe conventionnelle, kisha kazi hizo kusimama siku za nyuma. Katika mazungumzo nasi, baadhi ya raia wa mji huu tuliozungumza nao wamesema kuanzishwa mara tena kwa kazi hizo ni hatua kubwa ya maendeleo ya mji wa Baraka. Hawa wameomba pia kwa meya ya mji kutoa pesa katika mfuko wao ili kusaidia kwa muendelezo wa kazi hizo. Kwanza ni shukrani kubwa kwa sababu mji unaharibika hasa mwa periodi ya masika. Vraiment hali haiko nzuri, lakini kitu cha kusikitisha tu ni serikali yetu. Mpaka watu wangojea, wanasema mnangojea, mnajibiana mbaya na serikali, tunaanza onekana waadui wa serikali ndio wajue tekeleza vitu, na wakati pesa zipo. Hivi kwa sasa tuko najiuliza swali, nini ilikuwa natuma utekelezaji wa ile kazi zisiendelee mapema mpaka raia kwanza ikwazike? Serikali yetu tunashukuru kwa gisi kazi zinaendelea, ijiangalie nayo, isikuwe na ngojea kugeuza raia kuwa wadui mpaka wajibiane mingi na raia kwazike ndio bajue kutufanyizia makazi. Tunatoa shukrani kwa wakuu viongozi wa meri yetu ya Baraka, kwa sababu kama mimi mkaaji wa Baraka nilikuwa nishakuwa na mashaka makubwa, lakini kulipitia hali ya insecurity ilikuwa inatuma watu wasilaumu sana juu watu wengi walikuwa washakimbia na haikuwa rahisi kuendeleza hizo kazi. Lakini tunashukuru kuona tena meri inaendeleza hizo kazi na hiyo taxe conventionnelle inasemewa. Lakini hiyo haitoshi, kwa sababu meri iko na taxe zake, na hiyo meri ndio inapaswa kutengeneza mji, sio kutegemea tu taxe conventionnelle eti ndio itatengeneza mji. Tunaona barabara nyingi ndio mifereji, na ile sio jambo la kupendeza, kwa kuwa mji wa Baraka tayari ni ville na unapaswa kuendelezwa, kwa kuwa taxe ni nyingi zenye meri na taxe partout, lakini hatuoni kitu. Meri alenterime inabidi naye aongeze nguvu kusudi mji wa Baraka utakate na upendeze, ili watu wafurahie kweli kama tumepata meri na tunakuwa mville. Kemendo za hitaji kusema kama Baraka ni kubwa, na kazi mimi naona biko atumika, naona ingali fasa kidogo sana, na kama ni franga njeko kidogo, tozaomba meri ifanye foro yake yote, ilombe franga mingi kwa juu isatisfaire presque quartier zote za Baraka, kwa sababu Baraka ni kubwa na Baraka yote ingali chantier, inaomba itengenezwe yote. Kumbe meri ifanye foro yake yote, ipate zingine pesa iendeleleshe kazi. Ni vema uongozi wa mji wa Baraka na vitengo vya usalama kuzidisha mbinu za ulinzi wa raia. Ndivyo amesema hayo mwananchi Buguke Masasi Lebo akiwa mbele ya redio yako.
Katika mazungumzo, mwananchi huyo wa mji wa Baraka na tarafa la Fizi amesema ni mambo ya kusikitisha kuona kila kuchao kunaripotiwa vitendo vya uhalifu mjini Baraka. Bunguke Masase Lebo anaeleza ifuatayo. Sisi kama vile wakaji wa muvile ya Baraka tunakemea hali yenye inajitokeza muvile ya Baraka. Kuna watu wengi wanavaa silaha, wamoja hawakuidentifie na wengine wakuidentifie kama vile FRDC na wazalendo. Sasa tutaomba tujue wanani wa jeshi ambao wanatetea udongo wa Kongo, wanani wazalendo, wanani. Haiwezekani kuona watu wanateseka kwanza asubuhi mpaka magharibi, wanatafuta maisha kujenga familia zabo. Usikie tu kukioske fulani walinyanganya telefone, munyumba parcele fulani mukartie fulani walinyanganyiwa simu lupango mzima. Ile haitatufurahisha. Ni mshangao sana kuona motari anatoka munyumba le 14 anaenda tafutia watoto zake maisha mubarabara, anakutanana na watu wasiojulikana wanashikilia silaha, wanamunyanganya kila kitu alikuwa nacho na wanamuua, wanamnyanganya na moto, wanaenda na moto. Tutajua ni wanani. Tunaomba meri itusaidie sana kwa kufanya utaratibu wa security ya vile yote ya Baraka. Tunaomba jeshi letu la FRDC litusaidie sana kwa kufanya security vile nzima ya Baraka. Wajue wanani sio wa FRDC, kusiko ba infiltre be batakuya tu bainge na teni FRDC kumbe ndo ba mafia terre. Tunaomba jeshi letu la wazalendo waangalie namna gani watakaza security yetu ya vile ya Baraka. Haiwezekani mtu analamuka busubuhi analaga familia yake anaenda tafuta maisha, bibi yake wala watoto yake wanapewa message aseme baba yenu bashamuua kule mubarabara. Security iko wapi? Tunaomba security, tunaomba kimya kwa watu wote ambao wanaishi muvile ya Baraka, kwa sababu tuko na uhuru, tuko na uwaki ya kukua protege. Tukisalia tu katika mji wa Baraka, shirika la rahia NDC Chumvi ya Kongo mjini Baraka imesema kutokukubaliana na mazungumzo jumuishi yanayoombwa kufanyika na kanisa Katoliki, waasi wa FCM23 na baadhi ya wapinzani. Kwa kile inasema mazungumzo hayo yananyamanzisha haki za wahanga wa vita vinavyoendelea. Bwana Lusambia Wanumbi, mwenyekiti wa NDC Chumvi ya Kongo Baraka, amezungumza na Radio Kivu na kuonyesha sababu mbili kuu za wao kutokubaliana na mazungumzo hayo, akisema kuwa jambo pekee linalohitajika sasa ni kumuondoa adui kwenye ardhi ya Kongo. Mimi wala nacheka ninaposikia watu wengi wamoja wanazungumzia juu ya dialogue, kwa sababu najiuliza ikiwa dialogue national inaweza ikawa suluhisho, inaweza leta suluhisho kwa tatizo la Kongo, dialogue ngapi zimeandaliwa, zimekuwa ambao watu walikutanana na mapesa na maelfu zikaliwa, zilileta suluhisho gani? Hakuna. Au contraire, tuaenda mdialogue, banakula mafranga za serikali zingejenga barabara, zingejenga port, zingetia umeme, wanakula mamilioni wakati wa miezi na miezi katika mikutano kama hiyo. Siku mwezi moja ama miaka 5 hali inarudia ile tena. Ndio maana nafikiria kama dialogue sio suluhisho. Cha pili, twende kumazungumzo, tuzungumze na nani. Inafahamika vema ya kuwa nchi yetu inavamiwa na wavamizi wanajulikana ni Rwanda. Inajulikana kiwazi hata kimataifa. Rwanda yenyewe katika Congress Amerikani kule hata alikuwa imekataa, imesema wazi kama wao ndio wavamizi wa Kongo. Sasa kama ndio wavamizi wa Kongo, sasa tuzungumze na wao vitu gani? Kwa sababu kuzungumzia dialogue saa hizi ni kufanya mchezo wa Rwanda. Rwanda inatumikisha vibaraka, na tangu hapo hawali hivyo vibaraka ndio vilikutaniwa na katika madialogue, na siku 2-3 mwezi au mwaka 2 au 5 hali inarudia hiyo kwa sababu ni vibaraka wa wale maadui wa Kongo. Kwa maana mimi sioni kama kuzungumza saa hizi juu ya neno dialogue kati ya wakongomani kama ina umuhimu wake. Haiku urgence saa hii kwetu sisi wa Kongomani ni kuhakikisha kama tumetupa nje ya nchi adui mvamizi. Ndio urgence. Na wakati itakapofika adui tumeshamtupa nje, watu wanaweza kukaa kuzungumza. Dialogue ni tabia ya demokrasia. Katika demokrasia watu kuketi kuzungumza juu ya hii aya yale, na sio tu kwa tatizo kuzungumza juu ya matatizo tu peke yake, sio hivyo. Katika demokrasia watu wazungumza hata nini tuendelee kufanya ili kuboresha uchumi, kuboresha usalama, kuboresha hiki. Sio kwa sababu ya matatizo. Katika demokrasia
maongezi ama dialogue ni process ya kawaida. Kwa kuongezea, Bwana Lusambia Wanumbe ameonesha nini kinaweza tokea ikiwa serikali ya DRC itakubali kuzungumza na waasi hao. Mwito wangu kwa wafanyasiasa wa Kongo ni kuwa wasibebe raia kucheza mchezo wa Rwanda kwa sababu ya mafaida za kibinafsi ndogo ndogo. Cha kufuata, mimi najiuliza, unajua nini anafika katika dialogue? Tutafikia wapi? Hao wauni, hao Baraka wa Rwanda katika madialogue na wengine wote ile. Dialogue kwao ni njia kwanza ya kuingiza katika asasi za serikali, katika serikali. Ya pili ni njia kwao wanatafuta msamaha. Si walifu wameua, wamebaka, wamepora. Alafu wanatafuta njia ya kukwepa justice, ya kukwepa sheria ili wapate msamaha ambao wanaita amnesty. Sasa fikiria, ya ba victime ni gani? Waliwaraia, walitortire, walifanya kila tendo la ajabu. Sasa wale watu kwa sababu ya dialogue kesho wanakuwa ma-institution, wamesamehewa. Siwazie kama tunaweza jenga nchi pembeni ya justice. Na tusipofanya hivyo ama tukafanya mchezo wa Rwanda na wakisha kama katika miaka 5 au 10, hali tarudia ile ya mbele, itakuwa tunafanya cercle vicieux kwa sababu tunaingia katika mtego wa wauni ya wavamizi wa Kongo. La NDC inajinscrire mwa partisan anti-dialogue. Sio anti-dialogue kama vile processus normal ya mdemokrasia, hapana, me dialogue saa hizi kwa sababu haiku urgence. Urgence ni uhakikisha kama tunasindikiza jeshi letu kutupa adui nje, tumutoshe katika nchi yetu. Urgence ni kama usalama, souverainete nchi yetu imekuwa mikononi mwetu. Na katika processus normal democratique watu watakaa chini, watazungumzia mambo mengine baadaye. Tusipelekwe kucheza mchezo wa Rwanda. Ndiyo mwito wangu kwa wakongomani, wafanya siasa na hata wale wenzetu wa moja wa society civil ambao wanafikiria ya kuwa dialogue ni suluhisho. Dialogue haiwezi kuwa suluhisho saa hizi, bali inawapeleka kucheza mchezo wa adui. Tukumbushe kuwa hadi sasa rais wa nchi ya DRC Felix Antoine Tshisekedi amesimamia msimamo wake wa kutokuzungumza na yeyote aliyeshika silaha dhidi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na huko Fizi ni kwamba muungano wa waandishi habari tarafani Fizi na Moja wa Baraka RGF kwa ufupi kupitia kiongozi wake umeomba kwa waandishi habari wa eneo hilo kuheshimu kanuni na sheria za nchi na za upashaji habari wakati wa uwajibikaji wa kazi zao. Bwana Jonas Seba Mkiabela ni kiongozi wa muungano wa waandishi habari Fizi Baraka, amesema kuwa ni vyema kila mwandishi wa habari kutekeleza kazi yake bila kuegamia upande mmoja kama sheria na kanuni inavyosema. Sisi ni viongozi wa muungano wa wapasha habari huu ambao unaitwa RGF kwa Kifaransa, Réseau des journalistes de Fizi. Ni kutaka kuleta onyo kubwa wakati huu ambapo tunatumika katika mazingira tatanishi nchi ya Kongo, mashariki mwa Kongo, tukiwa katika hali ya vurugu, na media wapasha habari wana kazi kubwa ya kutumika wakati huu. Si kwamba nchi inachafuka na media zitafunga ama utangazaji utakoma, hapana, lakini ni vema tukumbushane kwamba wakati huu inabidi kutumika katika umakini mkubwa, kuheshimu kanuni za upashaji habari, kwa sababu wengi wetu wanapotoka katika kuandika habari, katika kupasha habari, na si kwamba tutumike katika ushabiki. Wengi wanakwenda katika ushabiki, wanaegemea upande umoja, wanasahau kwamba wapasha habari wanakuwa kama vile kanisa katikati ya mji. Tunasimama katikati ya mji kupasha habari, kugusa pande zote na kupasha habari za uhakika, kusema ukweli. Zaidi ya yote, tuheshimu kanuni za kazi yetu. Tunaita code d'éthique et de déontologie journalistique. Tunapotumika ni kwamba tuchunguze, je, tunakwenda katika kuheshimu code na etike yetu au tunapotoka? Kwa sababu tunapopotoka ni pale tunapata matatizo. Kwa hiyo ni ushauri kwa wapasha habari wanaotufuata kupitia media hii kwamba tuache kutumika katika ushabiki, tujifunze kupasha habari za uhakika, tusibebwe na context ya inti ili kwamba tufurahishe hawa na hao wasituone kwamba tunawatumikia, lakini hapana. Tukitumika katika mazingira hayo tutakwenda kuepuka matatizo. Zaidi ya yote tutapata vikwazo kama vile kufungwa, kuvamiwa, kupata vitisho na kadhalika. Wapasha habari wanaosimama katika msimamo huu ni wale ambao tunawapenda, tunawataka wabobee katika kazi yao, katika kuheshimu kanuni za kazi yetu.
Mwishowe ameomba kwa vitengo husika na usalama kulinda usalama wa waandishi habari, hasa wakati huu ambao kunashuhudiwa hali ya usalama mdogo eneo la mashariki mwa DRC. Upande mwingine ni kuomba viongozi wa serikali, vyombo vya usalama kulinda wapasha habari wakati huu ambapo mashariki mwa Kongo kunakuwa hali ambayo inayumbayumba ya usalama. Zaidi ya yote, wapasha habari wanatumika katika mazingira tatanishi. Wengi wetu wanatoka kazini mida za usiku, wanaporudi manyumbani wanapata matatizo njiani, wanasimamishwa, wanaporwa, wanapata vitisho. Tunaomba viongozi kuhusika kabisa na kazi ya kukesha kulinda maisha ya wapasha habari, kwa sababu kazi tunayoifanya ni kazi ngumu, ni kazi nzuri ambayo inatakiwa viongozi wa support, tupate support ya viongozi wetu, na hiyo support si nyingine, ni kulindwa na vyombo vya usalama, ni kulindwa na wakuu viongozi. Ndio maana sisi tunafikiria, niseme hivi kwamba mwishoni mwa wiki hii tutakuwa na mkutano wa wapasha habari na wakuu viongozi, wakuu wa mashirika ya kiraia pia, ili kuongea nao kuhusu kazi tunayoifanya hapa Fizi na katika mji wa Baraka. Lakini katika yote tunasihi viongozi kukesha na kulinda mazingira ya kazi wa wapasha habari, ili kwamba visiwepo vitisho vya kufungwa, vya kunyanyaswa, na tutumike katika usalama kama vile watu wengine ambao wanastahili kulindwa kama vile katiba ya Kongo inasema. Na sasa ni habari za michezo. Klabu za DRC zimetupwa mbali kwenye msimamo wa vilabu bora barani Afrika uliotolewa na shirikisho la soka barani Afrika CAF. Hivyo klabu ya Tepe Mazembe wamejikuta katika nafasi ya 20 na Manyema Inyo kujikuta nafasi ya 30. Mengi zaidi na Yomari Makelele Ozile. Naam, ni vile Bibu Kurutantine Aldama. Leo katika habari za michezo nikumbushe kwa mgongoni sina namba. Tuanzie na habari za hapa katika mji wa Baraka kabla kusonga na mambo mengine. Katika mji wa Baraka ni kwamba eneo la michezo la Baraka is a Cercle de Football de Baraka limetoa barua ya michuano za kirafiki za mamachi ya mikoa ambazo zingeanza kutimua vumbi tarehe 15 mwezi huu, lakini kutokana na hali ya ufundi mechi ya kwanza ingepigwa siku ya Jumapili ya tarehe 15 Februari 2026 kati ya FC Flambora dhidi ya Academy Michele haikuweza kuchezeka. Lakini sasa mechi ambazo zinatarajiwa kupigwa itakuwa ni siku ya Jumamosi na siku ya Jumapili. Mechi za kirafiki ni kwamba siku ya Jumamosi tarehe 21 Februari 2026 katika uwanja wa Lumumba kutapigwa mechi kati ya DC Urafiki dhidi ya AS Itombwe, na siku ya Jumapili tarehe 22 Februari 2026 vijana wa Osema Sanze watakuwa vikali dhidi ya FC Flambora. Hizo ni mechi za kujiandaa na michuano ya ligi ya nyumbani za championnat lokale, ambako hivi karibuni michuano hiyo itaweza kuanza kutokana na masemi yake mwenyekiti wa eneo la michezo la Baraka ambaye ni Clovis Songolo Matete. Na kwingineko katika bara la Afrika ni kwamba kisha hatua ya makundi ya michuano ya ligi ya mabingwa Afrika kuweza kutamatika na ile ya shirikisho, hatimaye shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika CAF limetoa orodha ya vilabu bora barani Afrika. Orodha hiyo inashikiliwa na klabu ya Al Ahly ya Egypt ambayo inashikilia na nafasi ya kwanza, Mamelodi Sundowns wakiwa na nafasi ya pili, Esperance ya Tunisia na nafasi ya 3, Pyramid FC ya Egypt na nafasi ya 4, Racing Club Berkane ya huko Morocco wanashikilia na nafasi ya 5, na klabu ya Al Hilal Udurmani ya Sudan inashikilia na nafasi ya 6. Klabu za DRC Tupuisa Mazembe Angleterre inashikilia na nafasi ya 20, pamoja na Manyema Inyo ya Kindu ambayo inashikilia na nafasi ya 30 katika msimamo wa vilabu bora katika bara la Afrika. Na kwingineko katika bara la Ulaya katika tetesi za usajili ni kwamba beki wa klabu ya Nottingham Forest Murillo anatarajiwa kuondoka klabuni hapo majira ya kiangazi, huku klabu ya Chelsea The Blues wakionyesha nia dhabiti ya kumsajili beki huyo raia wa Brazil mwenye umri wa miaka 23. Aidha, Liverpool nao wanatarajiwa kufikiria kuwasilisha ofa kwa ajili yake. Wakati huo kiungo mwenzake Morgan Gibbs White anahusishwa na uhamisho wa kujiunga na klabu ya Manchester City, ambao wamedokezwa kuwa watalazimika kulipa kati ya pauni milioni 60 hadi 70 ili kumnasa mchezaji huyo wa kimataifa wa England. Huko nchini Italia, mabingwa wa Serie A Napoli wameanza mazungumzo na wawakilishi wa kiungo wa Scotland Scott McTominay kuhusu kuongeza mkataba wake hadi mwaka wa 2030.
Na kule katika nchi ya Uhispania ni kwamba klabu Real Madrid wanafikiria kumuuza mshambuliaji wao chipukizi wa Brazil ambaye ni Enrique baada ya kurejea kutoka mkopo wake katika klabu ya Ufaransa Olympique Lyon kufuatia kuvutiwa naye na vilabu kadhaa vya England. Hatimaye kiungo wa Italia Sandro Tonelli amesisitiza kuwa ataendelea kusalia klabu ya Newcastle licha ya kuhusishwa na klabu ya Arsenal. Kwa upande mwingine, klabu ya Everton wanapanga kuwasilisha tena ofa kwa winga wa Wolves Harry Wilson wa Fulham baada ya jaribio lao la mwezi Januari kuweza kukataliwa. Wakati huo Manchester United, Arsenal na Tottenham Hotspur wanadaiwa kuwania mshambuliaji wa Marekani Christian Pulisic ambaye anakipiga katika klabu ya Milan AC na ambaye anaweza kupatikana kwa paundi milioni 70 hadi 80. Katika Bundesliga kule Ujerumani ni kwamba winga wa Ivory Coast yani Diomande wa RB Leipzig ambaye amehusishwa na uhamisho wa kwenda Liverpool amesema klabu hiyo ya Anfield ndio kipenzi cha baba yake. Hata hivyo kocha wa Bayern Munich Vincent Kompany anataka kikosi chake kiwashinde wapinzani wa ligi kuu hapo nchini Uingereza Liverpool katika kinyang'anyiro cha kuweza kumsajili chipukizi huyo. Msikilizaji, endapo ndo bado unakuja kujiunga nasi, unasikiliza uchambuzi wa habari kutoka kwenye redio ya kijamii Kivu kutangazia mjini Baraka kupitia mitabeni yake ya 93.0 FM. Ukitaka kutengenezesha vyombo vya kielektronik na kununua vifaa vyake vya akiba ima pièce de rechange, jibu lako ni kampuni ya BBC Elia Baraka Aibaz. Na kwenye habari ya kimataifa ni kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Angola zimesaini makubaliano ya kuanzisha tume ya pamoja ya ulinzi na usalama. Makubaliano hayo yamejiri wakati wa mkutano wa wakuu wa nchi uliofanyika huko Addis Ababa nchini Ethiopia. Undani wa taarifa hii namkaribisha Safari Alimasi ndani ya studio za Radio Kivu. Naam. Baada ya siku mbili za kazi zilizokutanisha wataalamu wa Kongo na Angola, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Angola zilisaini Alhamisi iliyopita mjini Luanda kupitia mawaziri wao wa mambo ya ndani na usalama makubaliano ya kuanzisha tume ya pamoja ulinzi na usalama. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kitengo cha mawasiliano cha Wizara ya Mambo ya Ndani na Usalama ya Kongo, makubaliano hayo mapya kati ya nchi hizo mbili jirani yalifungua njia ya ushirikiano wa kiusalama kati ya Angola na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Aidha ilieleza kuwa katika mkutano huo wa pande mbili, Kinshasa na Luanda zilitathmini hali ya usalama katika mpaka wao pamoja na kupendekeza kuimarisha hatua za kudumu za kubadilishana taarifa kati ya vikosi vya ulinzi na usalama pamoja na kupanga mikutano ya mara kwa mara kati ya makamando ya kijeshi na polisi wa nchi hizo mbili. Katika mkutano huo, Jacques Shabani na mwenzake wa Angola Manuel Gomez hawakusita kujadili pia swala nyeti la madai ya uchokozi wa Rwanda mashariki mwa DRC. Viongozi hao wawili walilaani vikali matumizi ya nguvu kama njia ya kuingia madarakani, wakisisitiza umuhimu wa kuheshimu misingi ya kidemokrasia kwa ajili ya utulivu na amani ya taifa. Katika mkutano huo wa mawaziri uliongozwa kwa pamoja na makamu waziri mkuu Shabani pamoja na waziri wa mambo ya ndani wa Angola, wataalamu wa nchi hizo mbili walipongeza dhamira ya kisiasa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi na rais wa Angola kwa kujitolea kwao katika kuimarisha uhusiano wa kindugu na ushirikiano kati ya mataifa hayo kwa mujibu wa kitengo cha mawasiliano. Tukiachana taarifa hizo, taarifa zingine zinasema kuwa takriban mwaka mmoja baada ya mji wa Goma, Kivu Kaskazini na Bukavu, Kivu Kusini, kukaliwa na AFC M23 wanaoungwa mkono na Rwanda, mgogoro wa kiusalama na kibinadamu unayokumba mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa mara nyingine umejitokeza katika majadiliano katika mkutano wa ngazi ya juu wa kisiasa Jumanne tarehe 10 Februari katika bunge la Ulaya mjini Strasbourg, Ufaransa. Katika muktadha huo, kwa mwaliko wa mbunge wa Ulaya Hilde Votmans, ujumbe wa Kongo uliojulikana kama Benelux wenye kuunganisha wa Kongo wanaoishi Ubelgiji, Uholanzi na Luxembourg uliongozwa na kuwasilishwa na Dr. Audrey Midin, mwenyekiti wa Front, aliendesha mazungumzo ya utetezi na wabunge kadhaa wa Ulaya kutoka Ubelgiji ikiwemo Hotterbeck, Elio Di Rup na Mark Botenga. Lengo lilikuwa kuimarisha tahadhari na uhamasishaji kuhusu dharura ya Kongo na kuitaka Ulaya kuacha kauli za matamko na kuchukua maamuzi ya vitendo yanayopimika na haraka.
Katika hafla hiyo, kwa mujibu wa kitengo cha mawasiliano cha Froini, Jumamosi ya tarehe 14 Februari 2026, Froini, harakati ya Wakongo wa ugaibuni, ilitoa ujumbe mkuu kwa mbele ya kuongezeka kwa ghasia, wimbi kubwa la wakimbizi wa ndani, kuporomoka kwa upatikanaji wa misaada ya kibinadamu na ukiukwaji mkubwa wa haki za kibinadamu, hususan ukatili wa kijinsia. Umoja wa Ulaya haupaswi tena kujikita kwenye maneno pekee. Msikilizaji, tulikuwa nayo kwenye habari za kimataifa kwa siku ya leo. Asante sana Safari Alimasi. Waandishi wa habari nchini Burundi wameeleza kukumbwa na changamoto mbalimbali katika kazi zao za kila siku, ikiwemo vitisho kutoka kwa baadhi ya viongozi, hali inayotishia kazi zao na kushindwa kufanya kazi kwa weledi. Kwa undani wa taarifa hii namkaribisha Bukuru Elias Daniele kwa ripoti kamili kutoka nchini Burundi. Baadhi ya waandishi wa habari waliozungumza na Radio Kivu Baraka wanasema kuwa waandishi wa habari wamekuwa wakikabiliwa na vitisho kutoka kwa baadhi ya viongozi katika kazi zao za kila siku, wakitoa wito wa kuwepo kwa mazingira rafiki ambayo yatawawezesha kufanya kazi kwa weledi. Mwandishi wa habari lazima katafute habari. Hata usema habari yenyewe hakuchakachua, hakutafuta, alafu kuna wakati unatafuta habari unakutana utahitaji na wengine, kama vile habari unakwenda kutafuta kwa raia, alafu raia wanakubali, lakini kusema watoe maoni yao kwenye vipaza sauti, kwenye microphone hawakubali, wanatoa sababu tofauti. Kuna wenyewe wanasema akitoa habari hajui matokeo yatakuwa yapi, ukimuuliza hasemi, na kuna wengine wanasema hapana tu vipo lakini kaulize viongozi. Na kingine hata kwenye baadhi ya viongozi kuna wale inakuwa si rahisi kwa kusema uweze kupata habari kutoka kwao, kama vile umesema na raia, alafu viongozi na wenyewe wanahitajika watoe maoni yao, inakuwa si rahisi, wanakataa. Wanaweza kukupa ahadi utakuja kesho kutwa, mpaka ile habari inatupa muda wa kusema iweze kupasishwa. Siku moja kwa moja tu kutafuta habari wakati huu ni vigumu kwa hii kazi yetu ya uandishi wa habari. Kwa upande wangu si rahisi kupata habari. Mwandishi wa habari anapoenda kutafuta habari hapa na pale anakutana na matatizo nyingi, anakabiliwa na changamoto nyingi. Changamoto hizo ni zipi? Kwanza, wananchi kwa sasa hawataki kutoa habari kwa sababu wanaogopa. Tatizo jingine au changamoto nyingine inayomkabili mwandishi wa habari anapoenda kutafuta habari ni viongozi hasa serikalini hawataki kutoa habari, hasa kwa waandishi wa habari wanaofanyia kazi katika radio binafsi, radio ambazo si za serikali. Changamoto nyingine, unaweza kwenda kutafuta habari kanyanyaswa au ukaendeshewa vitisho. Yaani viongozi serikalini, unapotafuta habari ambayo haiendi sambamba na matakwa ya serikali au na matakwa ya viongozi, si rahisi kabisa. Lakini ningependa kuchukua wakati huu kuwatolea wito viongozi hasa serikalini. Mwandishi wa habari anapotafuta habari ambayo haiendi sambamba na matakwa yao, ni jambo zuri, kwa sababu hata na wewe kiongozi inakuwa rahisi kukosoa dosari hiyo au changamoto hiyo, ili mambo yaende vizuri na taifa lipige hatua kimaendeleo. Baadhi ya watendaji, kuna wale ambao hawajui muhimu wao, yani labda hawajaona kwamba kuna umuhimu wa kutoa habari, sababu habari, mwandishi wa habari kuna vile vyanzo, na miongoni mwa vyanzo vya habari kuna hawa viongozi ima watendaji ndio ambao wangetakiwa kutoa ushirikiano, ila inakuwa ni vigumu sana viongozi kutoa ushirikiano. Na hii kwa hapa Burundi imeanza tangu mwaka 2015 kulipotokea jaribio la mapinduzi na baadhi ya vyombo vya habari vikachomwa moto, na baadhi ya waandishi wa habari wakalikimbia taifa hili. Na tangu hapo inaonekana kwamba sasa uhuru wa vyombo vya habari ni kama vile sio kama kawaida, na kuna baadhi ya viongozi hawatoi ushirikiano mzuri, na hiyo ni miongoni mwa chenga moto. Kile ambacho kinahitajika kufanyika ni wito wa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri, ameomba viongozi waweze kutoa ushirikiano kwa waandishi wa habari, sababu raia kuweza kupata habari, wajue serikali inafanya nini, na hivyo wale viongozi wizara tofauti ni kuweka kwenye vitendo yale mapendekezo ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri,
kwamba kuwepo ushirikiano kati ya watendaji na waandishi wa habari. Nikiripoti kwa niaba ya Radio Kivu Baraka kutoka nchini Burundi, Bukuru Elias Danieli. Ni kupitia ripoti yake hiyo Bukuru Elias Danieli ndipo tunafika mwisho wa uchambuzi wetu wa habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Mchambuzi wako Bukuru Tantine Aldama, fundi mitambo Safari Alimasi, na kuaga msikilizaji nikikutakia kila laheri. Bye bye.